Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye kipindi cha Utupe Leo Riziki Yetu ya kila siku, tarehe 12 ya mwezi wa 6. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba kutoka Word Eternal Ministries. Tunaendelea na kipindi hiki. Kama unavyojua, msingi wa kipindi unatoka kwenye Mathayo sura ya 6 mstari wa 11. Utupe Leo Riziki Yetu ya kila siku. Injili ya Luka sura ya 11 inasema utupe siku kwa siku riziki yetu au mkate wetu. Na tunaendelea na chombo cha tatu cha kukufanikisha kiuchumi, ambacho ni biashara au ujasiriamali mwingine anaweza kukiita. Na tulikuwa tunaangalia mambo matatu makubwa. Tayari tulishaangalia lile jambo la kwanza ya kwamba biashara ni mtu asiye halisi, na tunaangalia jambo la pili sasa, uhusiano uliopo kati ya watu wafanya kazi na ulipaji wa mishahara na biashara yako. Na jana nilianza kukuambia jambo la pili nafikiri la msingi la kuzingatia kwenye mishahara, kwamba taratibu sahihi za ulipaji wa mishahara. Na nilishakwambia nafikiri mambo mawili. Jambo la kwanza ya kwamba kutokulipa mishahara ni dhambi. Kwa hiyo hakikisha unalipa mishahara isije kuhesabiwa kuwa dhambi kwako. Na jambo la pili ambalo nilikwambia jana, baraka ya kulipa mishahara imefungwa kwenye kulipa mishahara kwa muda. Hakikisha unalipa mishahara kwa muda, na pale ambapo iko nje ya uwezo wako, wafanyakazi wako waambiwe na wajue ya kwamba iko nje ya uwezo. Lakini kimsingi kama nilivyosema jana, kwamba ukifika muda wa kulipa mshahara, wafanyakazi wanatakiwa kulipwa, kwa sababu wamefanya kazi, wao wanatakiwa kulipwa. Hardship za fedha na mambo mengine, kimsingi hiyo ni biashara ya mwenye biashara. Kwa hiyo wao wanachohitaji ni kwamba wametimiza wajibu wao, wanatakiwa kulipwa kwa muda. Jambo la tatu la msingi la kuzingatia kwenye ulipaji wa mishahara kibiblia. Jambo la tatu la kuzingatia kwenye taratibu sahihi za ulipaji wa mishahara kwenye Biblia ni kwamba lipa kila anayefanya kazi kwenye biashara yako. Kila anayefanya kazi kwenye biashara yako anastahili kulipwa. Biblia inasema mfanyakazi anastahili ujira wake. Hakikisha unalipa kila mtu, na hii ni kiwemo ndugu ambao wanafanya kazi kwenye biashara yako. Watu wengi sana wanawafanyisha kazi ndugu zao na hawawalipi, wakisema ya kwamba labda wanakaa kwetu, tunawahudumia kwa mahitaji yao ya kila siku, hawaoni sababu ya kulipa. Lakini hiyo si sahihi kibiblia. Kibiblia kila anayefanya kazi anastahili kulipwa, hata kama ni mtoto wako wa kuzaa. Ukiweka kwenye biashara, hakikisha analipwa mshahara, anapewa stahiki ya nguvu kazi anayoingiza kwenye biashara yako. Kumbukumbu sura ya 24 mstari wa 14 na 15 ni mstari mama kwenye hiki kipengele. Na ule mstari wa 14 unasema, usimuonee mtumishi mwenye ujira aliye maskini na uhitaji. Alafu angalia, Biblia inasema kama ni wanduguzo au kama ni wageni wako mmoja wapo walio katika nchi yako ndani ya malango yako. Kama ni wanduguzo. Kwa hiyo usimuonee mtumishi mwenye ujira aliye maskini, ikiwemo wale ambao ni ndugu zako na wageni nyumbani mwako. Na wengi sana nimejifungia biashara, baraka za kwenye biashara, kwa sababu tunatumikisha watu pasipo kuwalipa mishahara au stahiki zao kwa kigezo ya kwamba ni ndugu zetu. Angalia mfano wa Yakobo sura ya 29 kitabu cha Mwanzo mstari wa 15. Utakumbuka Yakobo na Labani. Yakobo alikwenda kufanya kazi kwa mjomba wake Labani, kaka yake mama yake. Na kwa kutambua hili, angalia sura ya 29 mstari wa 15 kitabu cha Mwanzo, inasema Labani akamwambia Yakobo, kwa sababu wewe ni ndugu yangu, basi je, unitumikie bure? Niambie mshahara wako utakuwa ni nini? Yakobo alitaka kutumika. Ameshakaa mwezi mzima kwa Labani, na unajua alitakiwa kuchunga mifugo ya Labani, lakini Labani hakuwa tayari kumfanyisha kazi Yakobo pasipo malipo. Anamwambia, je, kwa sababu wewe ni ndugu yangu, basi je, unitumikie bure? Maana yake kigezo cha kwamba ni ndugu yake hakitoshi kumfanya kwamba Yakobo atumike bure. Labani anamwambia, niambie mshahara wako utakuwa ni nini? Usithubutu kumfanyisha kazi mtu pasipo malipo kwa kigezo ya kwamba ni ndugu yako. Utajifungia baraka kutoka kwa Mungu. Na unaona, baada ya kukaa kwa mjomba wake kwa karibu mwezi, wanakubaliana mshahara. Lakini angalia, sio mara moja wala mara mbili. Wakati Yakobo anataka kuondoka tena,
wakati anataka kuondoka kwenda kujitegemea, sura ya 30. Sura ya 30 mstari ule wa 28, angalia Biblia inasema hivi: Labani akasema, sema mshahara wako utakao, nami nitatoa. Labani anamwambia tena Yakobo, sema mshahara wako utakao, nami nitatoa. Kwa hiyo karibu mara mbili unaona Labani akimsisitiza Yakobo kusema mshahara, naye anampa mshahara waliokubaliana. Hakikisha unakubaliana mshahara na kila mtu anayefanya kwako kazi na unamlipa, hata kama ni ndugu yako au mtoto wako wa kumzaa. Anapoingia kwenye biashara, mfanye mmoja wa wafanyakazi, hakikisha analipwa mshahara. Unakumbuka habari ya mwana mpotevu alivyorudi akazingatia moyoni, Biblia inasema nitarudi kwa baba yangu, nako kuna wafanyakazi wengi, nitamwambia nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Fanye kama mmoja wa watumishi wako. Alijifunza jambo kubwa sana, ya kwamba uweze kukaa nyumbani bila ujira. Angalia mtoto aliyebaki naye alivyoona mdogo wake amefanywa sherehe, akamkasirikia baba yake, kwa sababu yeye alijiona kama anafanya kazi pasipo ujira. Lakini baba yake akamwambia, wewe ni mrithi, vitu vyote vilivyoko hapa ni mali yako. Unaona, kulikuwa na masononeko kwa sababu mtoto mkubwa alikuwa haoni kama analipwa. Hakikisha unalipa wote wanaofanya kazi kwenye nyumba yako mshahara, wakiwemo ndugu. Mara kadhaa watu wamekuwa wakilalamika ya kwamba nimeanzisha biashara, nimemweka mdogo wangu au ndugu yangu na amefilisi, ameniibia. Wanawachekesha watu, nawaambia kwa habari za namna hiyo haujaibiwa, isipokuwa mtu amechukua kilicho cha kwake, ameamua kujilipa mshahara. Kimfanyisha mtu miaka 5, miaka 6 au mlipi, ataamua kujilipa mshahara, na akijilipa anaweza kukufilisi. Kwa hiyo hakikisha uwe na haki ya kulaumu, ili uwe na haki ya kulalamika mbele za Mungu ya kwamba amekutia hasara. Wewe ulitimiza wajibu wako, umemlipa mshahara iliyostahiki yake. Na kama umeamua kumfanya mbia kwenye biashara yako, ajue ya kwamba ni mbia, kama yule mtoto mkubwa alivyokuwa, japo ni mrithi, lakini babake ni kama hajamweka wazi ya kwamba ni mrithi wa vyote. Hajioni kama mrithi, anatamani kupewa kama zawadi mtoto mdogo alivyofanywa. Kwa hiyo kama unamfanya kuwa mbia mshiriki wa biashara yako, hakikisha anajua, na huo mgawanyo unafanyika wazi, na aone ya kwamba anapata mgawanyo kutoka kwenye biashara, ili aweze kutake ownership. Mungu akubariki sana. Tuonane kesho saa 12 asubuhi kwenye kipindi hiki cha Utupe Leo Riziki Yetu ya Kila Siku. Amen.